Kutoka West Pokot sasa tufululize hadi kaunti ya Kiambu. Katika kaunti hii ni kati ya maeneo ambayo wanabiashara wamedai kuwa kumekuwa na changamoto kubwa mwaka huu 2025. Wamesema kodi za juu zimekuwa miongoni mwa vikwazo vikuu vilivyoathiri shughuli zao za kibiashara. Wanataka masharti yalegezwe ili mwaka ujao wafanye biashara bila kuwa na wasiwasi. Abraham Gadesha na taarifa hii kwa kina. Tunapoelekea kufunga mwaka 2025, wafanyabiashara kutoka maeneo tofauti ya kaunti ya Kiambu wameelezea hali walioshuhudia kibiashara. Hali ya biashara mwaka huu haikuwa vile mzuri, kwa maana tuseme ukiangalia vile hapo mbeleni tulikuwa tunafanya biashara, hatukuwa na matatizo mingi kama yale tunayo mwaka huu. License hizo ziko juu, ukiangalia upande wa tax, hata upande wa serikali kuu ndio hizo zimeongezeka, hata watu wanashindwa watafanya namna gani. Lakini kwa wakati watu wamefinyika sana. Sasa wakati watu wanauliza, yani wanajiuliza kuhusu shule, kuhusu vile watapeleka watoto shule, lakini sio kununua vitu. Watu wana ile mpango ati ya kununua vitu za Christmas, ati kununua viatu ama nini. Ruto at least atuangushie kodi. Bunge la kaunti ya Kiambu tuliangalia upya ile maneno ya finance bill, tukasema ya kwamba mtu mwenye anaanzisha biashara katikati ya mwaka, hiyo leseni haitafika mwisho ama haita expire tarehe 31 Disemba venye ilikuwa mbeleni. Tukasema ukichukua leseni in the month of March, ita expire the month of March the next year. Huu mwaka pia tumeangalia maneno ya licenses, especially for public health. Unapata ule mtu mwenye ako na hardware, mtu mwenye ako na salon, walikuwa wanalipishwa pesa mingi sana za kuchukua license ya public health. Tukasema from next year watakuwa kilipa 50%. Kama vile serikali inapatia vijana, inapatia kina mama, na sisi wafanya biashara pia watufikirie. Tukue tukipewa maroon ile iko na riba ya chini, ndio tuweze kuinua biashara zetu. Wateja hawana ile nguvu ya kununua, hawana ile purchasing power, kwa maana wateja tu wanakuja, lakini ile sales wanafanya ni kidogo sana. Unakuta mteja mwenye alikuwa perhaps anatumia shilingi 1000 anakuja tu, lakini anatumia shilingi 500. Wafanyabiashara hawa wakiomba serikali kuu na ya kaunti kuangazia tena kodi wanazotoshwa ili wapate faida zaidi. Abraham Gadesha, NTV mashinani kutoka kaunti ya Kiambu.